Moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Hii ni TANAPA Podcast na leo natamani tujifunze lugha ya Kiswahili. Sasa nina mtaalamu wa Kiswahili, lakini niseme tu kwamba nikisema nitumie Kiswahili fasaha or something, kwa sababu mtaalamu wa Kiswahili yuko hapa, yani maongezi yani sitaweza kwanza. Kwa hiyo nitaongea Kiswahili changu nilichokizoea na nitamwomba mgeni wangu anivumilie wakati naendelea kuongea Kiswahili nilichokizoea, hata kama nikiwa na bofoa, ili tuendelee na kujifunza ambacho tumetamani kujifunza leo. Tuna maneno mengi ambayo tunayatumia katika kazi zetu za kila siku kwenye shughuli za utalii na uhifadhi, ambazo maneno yanachanganywa kidogo. Mtu anafikiri neno hili ndio linalofaa kutumika, kumbe silo. Sasa leo tunaye mtaalamu wa Kiswahili, atajitambulisha baadaye, ambaye atatupitisha kwenye maneno kadhaa ambayo tunayatumia kila siku, lakini hatujui tuyatumie vipi na mahali pengi kimeyatumia tofauti na inavyotakiwa kutumia. Mimi naitwa Catherine Mdena. Hii ni TANAPA Podcast. Karibu sana. Na leo mgeni wangu sio mwingine, ni Bwana Oni Sigala. Sasa Oni Sigala ningependa ajitambulishe mwenyewe, maana kuna mengine inawezekana siyajui yanayominu. Sasa atupe kwaunda Oni Sigala ina. Asante. Kwanza Catherine, niseme kwamba mimi mwenyewe najifunza sana Kiswahili. Nimefurahi sana leo kuwa na watu wa TANAPA, kwa sababu kwa namna moja au nyingine mtanifundisha mambo mengi yanayohusu Kiswahili. Hilo jambo la kwanza. Lakini nimesema nijitambulishe. Ukisema nijitambulishe, sitasema naitwa nani, bali nitasema jina langu ni Oni Sigala, kama ambavyo wewe umelitaja jina langu. Ningependa sana tushiriki pamoja katika mazungumzo kama ambavyo umesema awali. Hata mimi najifunza kila siku Catherine, si kweli kwamba nakifahamu sana Kiswahili. Hapana, na mimi najifunza. Nikitoka hapa nami nitakuwa mwanafunzi, kama ambavyo wewe unadhani utakuwa mwanafunzi. Kwa hiyo naamini kabisa wanaotusikiliza huenda ndio wakawa walimu wetu. Kwa hiyo mimi na wewe tushirikiane, tujifunze wote kwa pamoja. Lugha ya Kiswahili kwa kweli ni ngumu. Kabla unaenda kwenye lugha ya Kiswahili, sasa kwenye kuzungumza pamoja kwa maana kujifunza. Wamesema wakati unajitambulisha hapo kwamba nitajitambulisha, lakini sitasema naitwa fulani, naitwa Oni Sigala. Nitasema jina langu Oni Sigala. Nimeanza kwa usuli huo, nimeanza kwa maelezo hayo ili niweze kuja baadaye kutofautisha vizuri visawe vyetu. Visawe, maneno yanayofanana tunayoweza kuyatumia pamoja. Kwamba huenda tunasema hivi kwa sababu hii, na hapa tunapaswa kutumia hili kwa sababu ya hili. Nimesema sitasema naitwa kwa sababu pia kuitwa ina maana nyingine ya kutoka mahali fulani kwenda sehemu nyingine. Anayeitwa ni lazima aitike, lakini nilianza kwa kutaja jina langu. Kwa maana nikasema hebu tuseme jina langu Oni Sigala. Lakini kama mazoea na lugha ni ya watu, tumeshazoea kusema naitwa. Hoja yangu ndio utaielewa baadaye. Na lugha ya Kiswahili baadhi wanasema ni ngumu sana. Na kama hoja inaweza kuwa ngumu sana, nadhani ni sisi ndio tutakuwa tumeamua kusema lugha ni ngumu sana.
Lakini hebu niseme tu kwa ufupi, kama mimi na wewe tunaweza tukaelewana na wanaofuatilia wakatuelewa, basi hakuna ugumu wowote. Lugha ya Kiswahili ni nyepesi. Nadhani kuna watu wanafanya kuwa lugha ngumu. Kitu chochote kile ukiamua kusema hiki ni kigumu, najua kinakuwa kigumu kinaanza mahali fulani. Ukishasema mimi nadhani mkate ni mgumu, kwa hakika utakuwa ni mgumu. Lakini ufahamu mimi hakuna kitu kigumu duniani. Labda kigumu kile ambacho hakuna, mimi na wewe hatujawahi kuthibitisha kutoka kwa roho. Inawezekana ni kugumu sana, sababu mimi sijawahi kushuhudia roho yangu inapotoka ina maumivu kiasi gani, na wewe hujawahi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mimi na wewe hatujawahi kuthibitisha, lakini nadhani kila kitu ni chepesi hawajawahi kutueleza. Kwa hiyo hakuna kitu kigumu sana duniani. Lakini la pili, lugha yoyote duniani lazima ujifunze. Lazima ujifunze. Tunajifunza mambo mengine tofauti na lugha. Kwa nini tusijifunze kuhusu lugha? Kwa hiyo mimi nadhani kwamba wakati mimi na wewe tunajifunza, tunazungumza hapa kujadiliana, basi iwe fursa pia na kwa wengine kujifunza kile ambacho mimi na wewe tunajadiliana leo. Lugha yoyote duniani, labda hili ni muhimu sana, lugha yoyote duniani inategemea mazingira. Wazungumzaji wana nafasi gani, wako wapi, wanazungumza nini, wanatoa uwanja mpana kiasi gani katika mawasiliano. Teknolojia inakuwaje, uchumi unakuwaje, utalii ukoje, mwingiliano baina ya mataifa na mataifa, kabila na kabila, ndani yake mote humo ni chachu ya ukuaji wa lugha. Kwa hiyo huwa tunaona hata kwa yule mtoto mdogo ambaye labda hafahamu lugha, anaanza na msamiati wake mzuri sana. Hakuna mtoto alianza kuzungumza neno kwa ufasaha, lakini wote huwa tunaelewa anaposema amma anamaanisha nini. Na kwa kawaida mtoto huanza kutamka neno ambalo ni la muhimu sana kwake kwa wakati huo. Kama amekaa na babu kwa muda mrefu, mama anamkimbia, baba anamkimbia, mtoto ataanza kutaja babu, ataanza kumtaja bibi. Umeona ni maneno babu, bibi, dada, unaona. Kwa hiyo ndivyo lugha ilivyo, kwamba unakwenda mahali, mazingira yale yanayokuzunguka ndio yanayofanya unazungumza nini. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili pia imepokea baadhi ya misamiati. Siku nyingine ukija tutazungumza, karibu. Imepokea baadhi ya misamiati ambayo hata wakati mwingine unasema ilikuwa inawezekana, na hofia huenda miaka ya mbele sana, labda hata kuchumu. Nimeanza kusikia ni chumu. Inawezekana siku moja miaka ya mbele kaja kupata nafasi likawa neno na lenyewe fasaha, kwa sababu kama lina mashiko, kwa nini lisiwe na maana katika jamii? Lugha ni ya watu, watumiaji ndio wenye mtaji huo. Na kizuri zaidi ni kwamba hii ni account. Kama katika benki zetu hivi tunaweka fedha, kila siku tunadondosha msamiati mmoja mmoja, ndio utajiri wenyewe. Tuna maneno tunayoyatumia kwenye kaseti sasa kila siku, kwa maana shindo mipaki na utalii, ambayo yani utasikia utasanyikina ni sisi wenyewe, lakini sasa kile utasikia watu ambao wanapata huduma kutoka kwetu
wakiyazungumza haya maneno na tunaona sio sawa. Naam. Tutaanza na maneno haya yanayofanana. Hifadhi. Kwa hiyo maeneo sisi tunayosimamia yanaitwa hifadhi za taifa. Sasa watu wengine wanasema mbuga ya Serengeti kwa mfano, ambayo ni hifadhi ya taifa Serengeti, yanatumika sana, lakini sisi hatuiti hivyo, au Kiswahili kinachotoka kuyaita haya maeneo tunayosimamia sio mbuga. Sasa tunaweza tukapata ufafanuzi ya mbuga ni nini, hifadhi ni nini? Kweli sijui niite ni changamoto au nini, lakini labda nianze kwa kusema tunaweza kuwa na hifadhi katika mbuga. Najua nitakuchanganya, lakini ni vizuri tukaelewana. Unaweza kuwa na hifadhi katika mbuga na unaweza kuwa na mbuga katika hifadhi. Lakini nadhani kuna changamoto ya kushindwa kutofautisha tunachokifanya au mnachokifanya nini katika jamii. Mimi nilianza na mimi kufahamu kama mbuga ya wanyama. Najua nimepita Mikumi sana, tena nikiwa nasoma shule ya msingi. Kila nikienda kwa bibi na babu ni lazima, kwa baba ni lazima nipite Mikumi pale. Kwa hiyo tunaambia mbuga ya wanyama hii, mbuga ya wanyama. Kwa na mimi ilinichukua muda mrefu sana kuja kuelewa nilikuwa nakosea. Lakini imenichukua tena muda mrefu kujua kwamba sikuwa nakosea. Nitatoa maana. Hifadhi ni eneo maalum. Nazungumza katika muktadha wa TANAPA. Kwa sababu hifadhi ina maana nyingi sana. Lakini katika muktadha huo wa uhifadhi, ni eneo maalum lililotengwa kwa mujibu wa sheria au kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria ili kulinda kilichomo ndani ya eneo fulani. Sasa inawezekana hilo eneo ni mbuga. Ndio maana nikasema unaweza kuona. Lakini hifadhi kama eneo maalum inakuwa na sababu maalum. Yoyote inaweza kuwa kama upande wenu sasa, nadhani ni uhifadhi wa wanyama au mimea au jambo lolote au vitu fulani. Kwa hiyo hilo ni eneo maalum ambalo limetengwa kwa mujibu wa sheria na linatambulika kwa jina. Mbuga ni uwanda huu. Tena sijui kwa nini hatujalizungumzia uwanda pia. Huu ni uwanda. Uwanda inawezekana uliotupu au haupo tupu. Lakini ni sehemu ambayo ni lazima uende kwa kitambo fulani au uipite kwa muda fulani. Na ndio maana mimi nimesema kwamba kwanza nilidhani ni mbuga na sio hifadhi. Ukienda pale mwanzo wa geti la Mikumi mpaka mwisho ni mbuga ile, sio mchezo. Na ndio maana kwenye Uswahili kuna neno kuchanja mbuga, kama unalisikia. Muda ule unaotumia na nini, ile ni mbuga. Lakini ni mbuga, ndani ya mbuga kuna uhifadhi. Kwa hiyo tukija kwa mantiki sasa ya shirika lenyewe, tunakusudia sheria inasemaje iliyoanzisha kwa ajili ya kulinda eneo hilo na maliasili iliyoko ndani yake. Kwa hiyo kwa sheria maliasili zote ziko ndani ya uhifadhi, kwa sababu tunazilinda,
tunaziendeleza. Kwa hiyo hizo zote ziko ndani ya uhifadhi, tunazihifadhi. Kwa hiyo ukinitajia leo Serengeti, sitakwambia ni mbuga, nitakwambia ile ni hifadhi. Ukiniambia Mikumi, nitakwambia ni hifadhi, sitakwambia mbuga, kwa sababu serikali au shirika limewekeza nguvu katika mipaka, limewekeza nguvu katika sheria na uhifadhi wake. Mbuga ni eneo, ni uwanda huu, lakini katika kushadidia na kuweka uzito wa hifadhi, nikasema ndani ya mbuga kunaweza kuwa na hifadhi ambayo haipaswi kuchezewa. Ni eneo maalum lililopo kisheria lenye maliasili ambalo linalindwa. Umeelewa? Ndio maana nimetoa mfano mmoja rahisi tu hapa kwamba nikiwa mdogo nilikuwa napita, na kwa kweli mpaka nimekuwa mkubwa kidogo ndio nimeweza kutofautisha kati ya hifadhi na mbuga. Lakini nilikuwa najua mbuga ya Mikumi, na kwa kweli wako bado watu wengi sana watasema ile ni mbuga, yani mbuga ya Serengeti, mbuga ya Seru. Sababu yake ya msingi ni kwamba wanaangalia umbali ambao huwezi kupata labda vijiji vya jirani, watu wa jirani, yani kuna mwendo mrefu kidogo wa kuweza kupata. Ndio maana nimetoa mfano mmoja hapa wa kuchanja mbuga. Hata katika mazungumzo yetu ya kawaida tusikie bana, mimi nachanja mbuga kweli, maana yake huyo mtu anatembea sana. Kuna swala la ujangili na ujambazi. Hili tofauti. Tuongeze na mengine. Na hayo. Nafikiri inawezekana. Ujangili, ujambazi, wizi, kibaka, yako mengi. Au nitaka tu ujangili na ujambazi? Mimi nadhani tu yazungumze hayo uliyosema wewe, lakini nitaka tu kuonyesha kwamba yapo mengi. Yapo mengi. Kweli ukiangalia kama ni mtoto mdogo anaambiwa, anaanza kushindwa kutofautisha, yule ni kibaka, yule ni mwizi, yule ni jambazi, yule ni jangili, yule ni muuaji. Kwa mengi sana. Lakini najua kuna tofauti kubwa sana kati ya neno moja na neno jingine. Mimi nikiwa bado najifunza pia, nilidhani mwizi ni lazima aibe, avunje usiku. Lakini mwizi anaweza kutumia kalamu. Mwizi anaweza kutumia kalamu. Lakini imefika mbali zaidi, mwizi anaweza kumuiba hata mtu ambaye si wa kwake. Sitaki niliweke wazi sana hili, lakini naomba liweke hivyo. Huyu ni mwizi. Tunaliona katika matumizi ya kawaida tu mtaani. Sasa tuje kwenye maana ya jambazi. Jambazi ni mtu hatari pia. Japo wote ni hatari, lakini jambazi ni mtu hatari pia. Anaweza akaiba, anaweza akaua. Naomba nielewe. Anaweza akaiba, anaweza akaua. Jambazi anaweza akaja sio kwa lengo la kuiba, kwa lengo la kuua. Kwa lengo la kuharibu. Kwa hiyo jambazi ni mtu anayefanya uhalifu wa kibinadamu. Anaweza sio kwa lengo la kuiba, kama ambavyo nimemzungumzia mwizi. Jangili sio jambazi. Jangili ni mtu ambaye anashughulika zaidi na mali asili. Anashughulika zaidi na uwindaji haramu. Hivi nikisema haramu kweli nakosea? Nadhani nitakuwa nakosea. Uwindaji haramu
najaribu kujifunza na mimi. Kwa maana labda anatumia silaha bila kuwa na kibali, lakini uwindaji hakuna uharamu wote, sio? Lakini yule anayefanya ujangili anaweza kuwa anatumia silaha bila, anaweza kuwa anawinda bila kibali. Huo ndio uharamu wenyewe. Hakuna ujangili unaofanyika kwenye nyumba ya binadamu wala mtaani. Mtaa wetu na majangili sana, na maana huo mtaa wenu basi kuna wanyama. Kuna wanyama. Mimi naamini kabisa labda pembezoni mwa vijiji ambavyo viko karibu na hifadhi, unaweza kufanyika ujangili kwa maana ya kuwawinda wanyama wanaokuja katika maeneo hayo. Lakini ujangili mara nyingi unafanyika ndani ya hifadhi. Jambazi ni mtu mbaya kwa binadamu. Ni mwizi au sio mwizi, lakini ni mharibifu na asiyekubalika katika utamaduni na mazingira yetu ya kawaida. Jambazi ni mharibifu. Anaweza kuwa wa mali, anaweza kuwa wa uhai, yote ni jambazi. Na naposikia mimi majambazi yameingia mahali fulani, huwa nakuwa na maswali mawili. Wameua? Hapana. Wamechoma moto? Wamevunja? Ndio. Wameiba? Hapana. Lakini ni majambazi. Inapotokea jambazi akafika kaua, akaiba, nimesema hicho ni kipaji kingine. Huyo naye ni jambazi mzuri. Sasa sijajua kama kuna uzuri au kuna ubaya, lakini jambazi kwangu mimi ni mtu ambaye sio lazima aende akaibe. Anaweza kwenda tu akatumwa kwenda kuua, anaweza akaamua kuua, ni jambazi tu. Inapopuga kwenye kutamka majina ya taasisi kama TANAPA, mimi nachofahamu ni shirika la umma. Ile ni mali ya Watanzania, na kwa sheria yake ilivyoanzishwa ni manufaa ya Watanzania wote, na ndio maana kwa lugha nyingine nyepesi, ndio maana ile mali tunayoilinda, hata mimi nailinda, sio nyinyi pekee yenu mnayoilinda. Ni mali ya umma, kwa hiyo ni shirika la kwetu, sio mamlaka. Unapokuwa mamlaka, ni lazima kuwe na udhibiti. Ndicho nilikuwa nikisipia kukisema katika mizunguko yangu yote ya hifadhi, kwamba ninapewa masharti zaidi ya kulipa tozo tu ndogo, kwamba unataka kuangalia hili ni eneo la uhifadhi, tunalitunza na nini, tunahitaji tozo yako kiasi fulani, lakini sijai kupewa masharti ya udhibiti. Naomba hilo tuliache katika mabano, hapo nikitoa mifano michache kwamba hapana, kwa umri wako hatukuruhusu uende. Wewe kwa kabila lako sijui, ni sehemu huru, mali ya kwangu, naiona, nina hisa nayo, lakini kisheria pia, sheria ilivyoundwa ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo lile ni shirika la umma. Wanapozungumzia umma, wanamaanisha sisi. Katika muundo wa taasisi na mashirika yote, katika sheria inabainisha wazi, nyinyi ni wasimamizi, nyinyi ni watoa huduma, nyinyi ni wafanya biashara. Kwa sheria hiyo ndio inayoweza kukuelekeza wewe mipaka yako ni ipi. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwetu sisi tujiulize maswali kadhaa. Tunadhibiti nini? Tunasimamia nini? Tunazuia nini? Na je, baada ya hiyo
baada ya hizo hatua. Kuna wakati fulani nilikutania hapo, nikakuuliza una mahakama? Kidogo ukosee useme ndio nina mahakama, wewe una wewe. Kwa hiyo hata ukimkamata mtu amefanya kosa, utakwenda naye kwa mujibu wa sheria, atahukumiwa na jamii. Sasa jamii yenyewe naye mhukumu ni tumeteua na sisi kwamba nyinyi wenzetu tunaomba mtusaidie kwenye kutoa hukumu hii. Lakini naomba nikuulize swali moja, najua utalijibu lakini sitaki utaje kitu chochote. Unafahamu pia kuna adhabu huwa zinatolewa na taasisi, mamlaka, bila kwenda mahakamani wala polisi? Basi tuishie hapo. Maneno mengine ambayo yanaendelea kuchanganywa ni kuna mnyama anaitwa nyati. Sasa mimi nidhani simba. Kumbe simba anaweza kuwa mpole sana, lakini nyati nasikia kivurugwa, amevurugwa kwelikweli. Na ndipo nilipoambiwa au nilipoanza kunasibisha na wale jamaa zetu kule, utanielewa, kule wale jamaa zetu, sika jamaa iko mbogo kwelikweli. Sambogo tena na vipi, huyu ni mnyama ana hasira sana, sio mnyama lakini jamaa iko ni mbogo kwelikweli. Wewe usiingie kwake ofisini leo. Nyati ana ofisi. Sasa nadhani kuna kitu kinachoitwa kunasibisha. Kuna kumtaja mnyama lakini wakati huo kuna kusitaja hasira, kiasi kwamba hasira zimekuwa na nguvu zaidi mpaka tumebidi naye tumpe jina la hasira. Mbogo ni hasira pia kwa Kiswahili. Nadhani ni hasira, kwa sababu inasema mbona usije mbogo bwana, tulia, wanasema relax, tulia, usije mbogo. Au yule mume wake bwana mbogo kweli, hivi ni kweli? Au mke wake akija hapa atukaya mbogo kweli. Mimi nadhani ni hasira. Kama sio hasira, basi wananasibisha na tabia ya yule mnyama. Na hapa ndipo napotaka kukuambia mbogo na nyati ni neno moja, japo ukija upande wa pili, mbogo lina maana nyingine ya hasira. Nyati na mbogo ni visawe. Ukimtaja mbogo sawa, ukimtaja lakini ni mfanano. Najaribu ngoja tuangalie, kwani tubishane. Nyati wanasema pia mbogo, au mbogo pia nyati. Na nilikuwa najaribu kuangalia kwa nini mbogo, na katika matumizi ya kawaida tu ya sisi Waswahili mtaani, tumekuwa tukimnasibisha sana yule mnyama mbogo, tabia yake na sisi tunayoyafanya. Ndio maana nikasema labda kunasibisha zile hasira anazokuwa nazo nyati, ndio maana tukamwita huyu mtu kwa mbogo leo. Na nimeanza kwa kutoa mifano kwamba nilipata maelezo haya vizuri sana nilipoingia katika hifadhi fulani, na yule mtu alikuwa anatueleza kwamba katika wanyama wenye hasira sana ni nyati. Ndipo akili iliponijia, hivi ndio maana mbogo, na ndipo maana inavyokuja maana pandikizi huku mtaani. Jamani, anakujaje mbogo? Mtu utasikia jamaa mbogo bwana, usikae naye yule. Unakaaje na mbogo? Maanake ujue jamaa na hasira, hataki mazungumzo ya offline.
wamempa umbogo fulani, unyati. Kwa hiyo nadhani anahitaji utulivu, hataki kuvamiwa. Akikorofishwa ndipo tunajua kwamba nyati ni mbogo. Mbogo. Na nahisi kuna uwezekano kuna watu wengine pia nyati. Sasa ndio mbogo, ndio hawa tunakuwa nao. Hapana, nadhani tubaki pale kwamba tabia ya nyati mwenye hasira, anapokuwa na hasira sana, wengi wamemtambua kwamba mbogo, na nadhani wameileta hiyo pia katika maana pandikizi katika matumizi yasiyo rasmi. Kwa hiyo ni mnyama katili, ana hasira, lakini ni lazima, na hata kule tuliambiwa, na labda nitoe mfano, sijui kama nitakuwa nimekosea sana, lakini nilikwenda hifadhi moja pale Arusha, karibu Arusha pale, na na sio mbali sana, Tengeru narudi hivi, unaingia hivi nadhani. Tulifika mbogo au nyati wale pale, na tulikuwa na wale jamaa wa uhifadhi wanaambia msipige kelele, tulieni, acheni mambo fulani, tuelekeza mambo mengi, tulieni. Na kwa kweli tulitulia. Kuna kamto fulani hivi unaweza kukaa, yeye akakaa ngambo kidogo, mkafanya ile mnaita nini siku hizi, japo tulikatazwa ile kimweku, mnaita flash nyinyi, lakini unaweza ukafanya naye selfie ukiwa kwa mbali, si karibu, hawaruhusu pia, lakini ukimvuta anayeangalia ile picha atasema bana, ulikuwa naye karibu kabisa. Tuliambiwa si vizuri sana kuwasogelea wanyama, sababu huwezi kujua na ndovu na tembo. Kwani tusimalize yote? Sina ile mengine, nasikia meno ya tembo, za ndovu. Kwa nini? Kwa kuna mmoja na meno na mwingine ana pembe, si ndio? Swali hilo gumu. Nafahamu kuna ndovu, kuna tembo. Lugha ni pana kidogo na ina mazingira. Kuna eneo ambalo tunatambua, wanamtambua tembo kama ndovu, wamezoea hivi. Kuna eneo jingine tembo na sio ndovu. Nakumbuka kuna bia moja zamani ilikuwa inaitwa ndovu, lakini kuona pombe ya kienyeji inaitwa tembo. Lakini vyote ni vileo. Sasa nilikuwa na shida tami kunasibisha kwa nini huku iwe ya kienyeji na kule iwe ya kisasa. Lugha ina tamaduni fulani wa kimahalia, matumizi ya eneo fulani, wala isitusumbue hilo. Ni utajiri tu wa maneno. Kuna mahali unaweza kutumia midondoko ya tembo, kuna mahali unaweza kutumia ndovu, lakini ni umtaja mnyama mmoja yule. Kama ni mshairi utanielewa vizuri sana. Washairi wanaweza kutumia vizuri sana tofauti ya tembo na ndovu katika mashairi yao, hasa kutokana na midondoko ya vina, lakini mnyama ni yule. Na hoja yangu ya msingi ni kwamba ni utajiri wa lugha, na ndio maana kuna sehemu hapa Tanzania au Afrika Mashariki na Kati, kuna sehemu siku ya mshahara ni Jumamosi. Siku ya mshahara maana yake ujue mtu anasema ni Jumamosi. Lakini pia kuna sehemu
wanapenda sana kutumia neno ubwabwa. Na sio wali. Bana mie napenda sana ubwabwa. Najua vina lakini wanapozungumza, angalia wewe ni mtoto wa kike, pishi usije ukajichanganya. Nataka kukwambia kwamba kuna wali inawezekana usiwe ubwabwa. Lakini nilikuwa na maana nyingine kabisa mimi. Kuna ubwabwa mbaya. Neno hilo limebebwa na lenyewe na maana yake nyingine mbaya. Usikia, sijui kama umeelewa. Lakini hoja yangu ni kwamba kuna watu wanapenda ubwabwa. Nitakwambia kienda mkoani kwa mfano nakotoka mie huko porini sana. Hapana. Lakini kule kutamka neno ubwabwa mtu anakuangalia. Sasa huyu wa Dar es Salaam. Dar es Salaam watu wali ndio si wengi sana, labda wawe wajaji kama mie. Wenyewe wanasema ubwabwa. Inawezekana sio ubwabwa ukawa wali. Inawezekana usiwe wali wala ubwabwa ukawa bokoboko. Inawezekana usiwe wali wala ubwabwa wala bokoboko ukawa pilau, ukawa biriani. Tofauti ya mapishi. Ndio maana nilikuwa nataka kuonya, angalia usiende haraka, mapishi mengi kwa mchele mmoja, sio? Kwa hiyo hoja ni hiyo kwamba kuna eneo wanatumia neno hili, kuna eneo wanatumia neno hili, wote na maana moja. Sasa hili by the way tu. By the way, magwanda. Kwa sababu yale unayovaa unaambiwa magwanda. Magwanda. Unajua, nilianza hapa kwa kusema kwamba nilipita pale hifadhi ya Arusha. Hifadhi ya Taifa Arusha. Umenirekebisha, asante. Nilipita pale. Nilipenda sana yale maelekezo. Ya nasibisha na jambo fulani. Yule mtu kimuuliza baadhi ya maswali, kuna vitu anakueleza kwa kunasibisha. Na vile vitu wakati fulani vinafurahisha na vingine vinachukiza. Gwanda hakuna. Alafu yamepewa sasa wingi, yamekuwa mengi magwanda. Lakini najua wananasibisha na ile hali ya sasa sijui usalama wetu ukoje. Sasa unasikia kuna watu huwa wataniwi. Kuna ile hali ya mabaka. Nguo zina mabaka hivi. Sasa sivai gwanda bwana mjini upotashibwa. Na mimi ndio nikaanza kuelewa. Kumbe linafanana na la kijeshi. Sasa sijui ni hukumu wake, sijui ni rangi yake, lakini hao watumiaji wana maana yao. Kwanza inatisha, si nguo rasmi sana kwamba kila mtu anaweza kaivaa. Nimeziona za kwenu, lakini pia nimeziona zile nyeupe sana ambazo za askari wa usalama barabara, lakini nazo zinaitwa magwanda. Jamaa magwanda huo. Sasa sijui kama una maana hiyo, lakini niseme tu tujipe muda. Lugha ni ya watu, mali ya watu. Siku moja tutakuja kutueleza maana hasa ya gwanda. Kama ndio hiyo basi tutaisanifu. Lakini tujipe muda. Siwezi kusema kwamba yale mnayovaa nyinyi ni magwanda, hapana. Na kwamba ni uniform kwa maana ya Kiingereza au sare kwa Kiswahili. Eneo la mwisho ni majina ya maeneo yaliyotengwa kwa hifadhi za taifa. Sisi tunatumia majina, kwa mfano hifadhi ya Kilimanjaro au tuseme hifadhi ya kisiwa cha Rubondo.
Tunasema hifadhi ya taifa kisiwa cha Rubondo. Lakini watu wengine wanasema hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo. Matamko ya namna hii, haya mawili, mfanano wake ukoje na utofauti wake ukoje? Umeniongeza, umenifanya ni tafakari, lakini nadhani hapo mweka kisiwa cha Rubondo imekuwa ndefu sana. Labda tungetafuta nyepesi. Hifadhi ya taifa ya Serengeti. Hifadhi ya taifa Kitulo. Kuna hifadhi ya taifa ya Kitulo, hifadhi ya taifa Kitulo. Kwenye kutamka zinaweza kuwa mbili na inaweza kuwa moja. Unaweza ukawa umemwelekeza mtu aende Kitulo, ili akifika Kitulo aulize hifadhi iko wapi. Watamwambia sasa sijui kijiji gani kile kipo, Matamba. Kwa hiyo ukiniambia hapa hifadhi ya taifa, hifadhi ya taifa ya Kitulo, nenda katembelee hifadhi ya taifa ya Kitulo, mimi nitakwenda Kitulo. Halafu nikifika Kitulo nitauliza hiyo hifadhi iko wapi, ndio nitaambiwa nenda Matamba. Lakini lipo jina, ukiniambia hifadhi ya taifa Kitulo, sina sababu ya kuuliza. Nikifika Kitulo manake nilipo ndipo. Tofauti yake iko hapo. Kuna moja ni uelekezi na jingine ni jina. Kwa hiyo uelekezi hapo ni ya uelekezi yenye kiunganishi. hifadhi ya taifa ya Kitulo. Naam, hiyo unanielekeza. Nenda Zanzibar, ukifika Zanzibar kuna hifadhi yetu kule, utauliza. Nenda Serengeti, ukifika Serengeti utaelekezwa iko wapi. Uliotumia ya. Lakini unayoniambia Serengeti manake ndiyo hifadhi yenyewe. Sasa nadhani tumeona tofauti zake hapo. Tuna mpango wa kukutana tena na Bwana Oni Sigala ili tuweze kuzungumza zaidi kuhusu maneno ya Kiswahili, lakini tuzungumze kuhusu lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili ni utalii. Lugha ni utalii mahali popote. Na ametuambia hii kitabu hichi hapa inaitwa Kamusi Kuu ya Kiswahili. Selusi 1/3 ya kitabu hiki maneno yanayohusiana na utalii, labda na uhifadhi. 1/3. Sasa angalia volume ya hichi kitabu. 1/3 yake ni maneno yanayohusiana na utalii na uhifadhi. Sasa tuna kazi ya kujifunza Kiswahili. Na lugha ni raha. Kwa tunasoma wakati tuko madarasa ya kule chini kwamba lugha huzaliwa, huwa na kufa. Sasa usipojifunza maana yake hautajua lugha gani imeshakufa na lugha gani mpya imeshazaliwa, ili uende na wakati. Mpaka kipindi kijacho, ninaitwa Catherine Mbena kutoka Tanapa Podcast. Hifadhi zetu, sauti yetu. Kwa heri.